ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na darasa yetu hii ya fiqh katika kitabu cha Fathul Mu'in, mlango wa saumu, ambapo leo tunazungumzia habari ya waliofungua. Tulikuwa na milango ya watu ambao wana udhuru, akapata maradhi, akasafiri, wakawa wameruhusiwa kufungua kwa sababu hiyo. Kwa hiyo kitu gani ambacho kinapangika juu ya kufungua kwao? Ndio kuna ambao yatarattabu alaihi alqada'u, na kuna wengine yatarattabu alaihi alqada'u walfidya, na kuna wengine yatarattabu alaihi alfidya faqat, na kuendelea. Kuna ambao watalazimika walipe tu, kuna ambao watalazimika walipe na watoe fidia, na kuna ambao watalazimika watoe fidia peke yake. Kwa utakuja kuona hapa kwamba nani anatakiwa alipe fidia, nani atatakiwa alipe saumu pamoja na fidia, na nani atatakiwa alipe saumu tu. Tunaanza kwa kusema wajibu ala man aftara fi ramadhana li'udhrin la yurja zawaluhu, na kuna pasa juu ya ambaye alifungua katika mwezi wa Ramadhani kwa udhuru ambao hautarajiwi kuondoka kwake, takibarin, kama vile uzee, wa maradhi la yurja bur'uh, na maradhi yasiyotarajiwa kupona kwake. Hawa wana udhuru ambao hautarajiwi kuondoka, kwa sababu hakuna mtu ambaye ameenda mpaka amekuwa ni mzee hawezi kufunga kwa sababu ya uzee, alafu kama na ngoje kwanza, pengine mwakani anaweza akawa, tutasema neno gani hapa, atakuwa kijana, mwakani atakuwaje? Kwa hiyo huu ni udhuru ambao hautarajiwi kuondoka kwake. Kunapasa kufanya nini? Wajibu, sawa, kinapasa basi muddu taami, muddu ni kibaba cha chakula, muddu likulli yaumin, kibaba kwa kila siku, minhu, katikazo, kana, akiwa mtu huyo musiran, hinaidhin, ni mkwasi wakati huo, bila qadha, pasi na kulipa. Kwa hiyo namna ya kwanza ni mtu ambaye ameshindwa kufunga kwa sababu ya uzee ama kwa sababu ya maradhi ambayo hayatarajiwi kupona kwake, huyo atatakiwa atoe kibaba kwa ajili ya kila siku, tena pasi na kulipa saumu. Atoe kibaba tu na kitakuwa kimemtosheleza. Wa in qadara alaihi ba'du, ajapoweza juu yake baada yake. Wa in qadara alaihi ba'du, ajapoweza juu yake baada yake. Kama itakuja kutokea baadaye hakurudi kuwa kijana, ameendelea kuwa mzee vile vile, lakini kumbe ule uzee ulichanganyikana na maradhi, kwa sababu ya maradhi fulani, ndio maana ikawa tunamuona amekuwa mzee sana, tunamuona amekongoroka. Unaona, kwa sababu hata tunapoishi humu kuna watu utawaona ni watu wazima, lakini unashangaa mbona mtu mzima huyu na mtu mzima mwenzie fulani, mbona fulani kachoka sana kuliko fulani? Kama baadhi ya wazee ambao tuko nao, mashallah, kama mzee wetu mzee Danguro. Kihesabiwa watu hapa mjini unaweza kukuta kama hatakuwa yeye namba moja katika uzee, basi kwenye namba 3 nafikiri atakuwa yumo. Lakini ukimwona uweze kumpigia mahesabu ya kwamba ni mtu wa kuchoka kiasi kwamba pengine awe na yeye hafungi. Lakini kukuta mzee mwingine ambaye ni wa chini yake yeye akawa amechoka, hawezi lolote. Mfano mzee wetu aliofariki miaka kama mingapi iliyopita, sidhani kama alikuwa anamfikia huyu mzee kiumri.
lakini alikuja baadaye akawa amechoka akawa yeye amepoteza nguvu. Ukimwona unamuona kama huyu ni mnyonge kuliko yule. Kwa hiyo ikatokea sasa huyu mzee huyu amegundulika kwamba kumbe alikuwa na maradhi fulani, akafanyiwa check up, akaonekana na hili na hili, akafanyiwa matibabu, mwisho amuona naye abandika jembe na zake shamba arudi. Kwa hiyo ndio unaambiwa wakati huu ambapo ni mzee kweli, tayari tushamsadikisha kwamba ni mzee, kwa hiyo ikawa kwa uzee ule hawezi kufunga, basi atakacholipa ni kibaba tu, maana fidia tu, hakuna jambo jingine. Sasa hata kama tutamkadiria baadaye kwamba imetokea labda amekuja amepata nguvu, kwa tukimwona baadaye amekuwa na nguvu anaweza kufunga, basi anaweza akafunga tu mwenyewe. Hatutoambiwa basi kwa sababu sasa hivi ana nguvu anafunga, zile Ramadhani 3 zile ambazo hakuzifunga azilipe. Kwani hizo Ramadhani 3 ambazo aliziacha kuzifunga alikuwa na umri gani? Alikuwa tayari ana miaka 70 ama 80, lakini tu alikuwa kachoka sana. Sasa hivi ameendelea na 82, 83, lakini ana nguvu. Kwa hiyo basi afunge tu wakati huo anaoweza, lakini hakuna sababu ya kusema alipe, maadamu kipindi kile nacho alikuwa kashaingia katika kustahiki kulipa kibaba. Kwa nini? Asema li'annahu ghairu mukhatabin bisawm, kwa sababu yeye si mwenye kutakiwa kufunga. Huu wakati tuliokuwa nao yeye hatakiwi kufunga. Falfidyatu min haqqihi wajibatun ibtidaa, fidia basi katika haki yake ni yenye kupasa kwa kuanza, maana ndio kitu cha mwanzo kinachozingatiwa. La badala, si badali kwamba labda atakiwa afanye hivi ndipo afanye hivi. Huyu moja kwa moja atakiwa tu atoe fidia basi. Wayajibu almuddu ma'al qada'i, na kinapasa kibaba pamoja na kulipa saumu. Wayajibu almuddu, na kinapasa kibaba ma'al qada'i, pamoja na kulipa. Kwa hiyo kibaba kiwepo, lakini pia na saumu aifunge. Ala hamilin wa murdi'in, juu ya mwenye mimba na mwenye kunyonyesha. Aftarata, waliofungua. Lilkhawfi ala alwaladi, kwa kuogopea mtoto. Sehemu hii pia watu wengi hasa kina mama kina dada wanachukua majukumu bila kujijua. Mtu ana mimba miezi 3 hafungi. Mtu ananyonyesha mtoto mwezi wa 7 tokea mzae, kamzaa mfungo 4, umefika mfungo Ramadhani ni miezi karibu 7 hiyo, asema mimi sifungi na nyonyesha. Haya, ukiwa ufungi wanyonyesha kwa sababu gani? Mwanangu atakula nini? Mwanangu atapata maziwa. Sheria inasemaje? Sheria inasema aliyekuwa na mimba na anayenyonyesha kama watafungua kwa sababu ya kuogopa mtoto atakosa maziwa, mtoto atakosa chakula tumboni, atakuja kuzaa kijitoto njiti, akawa hiyo ndio misimamo yake na ndio sababu ya msingi iliyomfanya afungue, aambiwa akija kulipa alipe saumu pamoja na fidia, hata kama itakuwa ameilipa Shawwali ama mfungo 2 ama mfungo 3, kwa maana haijakutana na Ramadhani nyingine, lakini kulipa kwake atalipa pamoja na fidia. Ndio maana akasema yule mtu mzima ambaye hawezi kufunga ama yule mgonjwa ambaye maradhi yake yategemei kupona, huyu anatakiwa atoe kibaba kitupu. Halafu huyu mwanamke anayenyonyesha na yule ambaye ana mimba, wao wakifungua kwa sababu ya kuogopea mtoto, hawa watatakiwa walipe saumu na walipe kibaba. Hii itakuwa na sababu nyingi, lakini miongoni mwa sababu pia wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, kwamba Mwenyezi Mungu jukumu la kumlisha na kujua huyu ataishi vipi kwa upande wa riziki na nini ni la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wewe kama mtoto yuko tumboni
Humo tumboni ukitaka kwamba eti ule sana apate chakula. Unajua maisha ya humo tumboni yalivyo. Ukishamzingatia ni mtoto kama watoto na yuko tumboni humo ndani. Wewe waweza kukaa humo tumboni, joto lilokuwa humo, giza lilokuwa humo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yule anamuweka kwa mazingira yake maalum anayoyajua. Na yule ambaye kashazaliwa naye kadhalika. Wewe ukisema kwamba maziwa yakiwa kidogo hata nini, si waje muachisha baadaye, ukimwachisha atakula nini? Kuna uji, kuna vitu gani? Kwa hiyo wewe mnyonyeshe mtoto wako, kile kitakachotoka ndio riziki yake. Ikifika jioni ukila atashiba, kama itakuwa maziwa hayatoki. Ikifika jioni ukila atashiba. Ama vinginevyo kama ni mtoto kashaanza kunyonya, mtakutie vitu vingine, mpe uji nini. La, kama hajaanza vitu vingine, mpe maziwa ya ng'ombe, ya mbuzi na kuendelea. Lakini kwa namna yote akifungua mwanamke kwa kisingizio cha mtoto, sheria inamwambia atalipa pamoja na kibaba. Wajibu ala muakhiri qadai, na wajibu ala muakhiri, na kuna pasa juu ya mwenye kuchelewesha kufunga. Wajibu ala muakhiri, na kuna pasa juu ya mwenye kuchelewesha. Alidaiwa hakulipa mpaka imekutana nyingine. Wajibu, kuna pasa juu ya mwenye kuchelewesha qada'u li shay'in min ramadhana, sawa, au muakhir qada'a shay'in, ala muakhir qada'i shay'in, qada'i li shay'in, yule mwenye kuchelewesha kulipa kitu. Muakhir qada'i li shay'in, mwenye kuchelewesha kulipa kitu ni Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, imani siku moja au mbili, hatta dakhala Ramadhanu akhar, mpaka ikaingia Ramadhani nyingine, bila udhurin, pasina udhuru, fi ta'khiri, katika kuchelewesha huko, bi an khala an safari wal maradhi qadra ma alayhi, kwa kule kuepukana na safari na maradhi, sawa. Ikawa yeye haja safiri, kuna pasa juu ya mwenye kuchelewesha kulipa kitu katika Ramadhani, sawa, mpaka ikaingia Ramadhani nyingine, bila udhuri, pasi na udhuru katika kuchelewesha huko, na kwa kule kuepukana na safari. Hiyo ndio shati ya kwamba hayo yanayokuja huko mbele, shati yake ni kwamba aepukane na safari na maradhi, sawa. Kadra ma alai, kiasi cha kilicho juu yake. Maana kama itakuwa amechelewesha zikakutana Ramadhani mbili, zikakutana Ramadhani tatu, inapasa mudu likulli sana, kibaba kimoja kwa kila mwaka. Maana kwa kila saumu ya mwaka, Kwa mfano mwaka jana siku 30, basi kila saumu moja atailipa na kibaba chake. Sio mudu likulli sana, kwa maana ya kwamba alipe vibaba viwili kama ana Ramadhani ana saumu za Ramadhani mbili zilizokutana. Ingekuwa rahisi, watu wote wangejisahau basi. Lakini kinachokusudiwa hapa ni kwamba kila saumu moja ya mwaka. Kwa hiyo kama mwaka huu umeacha siku 3 na hujazilipa mpaka mwaka ujao zikakutana, utalipa vibaba 3 na utafunga siku 3. Sasa kama itatokea Ramadhani hiyo hiyo umekutana siku miaka 2 au 3 bila kuifunga, basi utafunga Ramadhani hizo siku zako 3 hizo na utalipa vibaba 9, kwa sababu saumu hii moja ina kibaba cha mwaka juzi na kibaba cha mwaka jana na kibaba cha mwaka huu. Saumu hii nyingine ina kibaba cha mwaka jana, cha mwaka juzi, cha mwaka huu. Kwa hiyo itakwenda katika mazingira kama haya. Muddin likulli sana. Fa yatakararu bitakariri sinina, itakaririka kwa kukaririka miaka.
ala almu'tamadi, tuendapo na kauli yenye kutegemewa. Ala almu'tamadi, tuendapo na kauli yenye kutegemewa. Tuangalie katika kitabu chetu ni mu'tamadi hii, naona kama imeandikika vipi. Iko sawa huko? Ala almu'tamadi wa kharaja biqawli bila udhurin, na imetoka kwa neno langu pasi na udhuru. Ma idha kana ta'khiru bi udhuri, pale utakapokuwa kuchelewesha ni kwa udhuru, kwamba labda alikuwa udhuru unaendelea ndio maana mpaka ikakutana na mwaka mwingine. Ka antaumi anhu mutlaqa, katika kauli jadidi ni kukosekana kujuzu kumfungia mutlaq. Katika kauli jadidi yasema mtu akiwa amekufa na ana saumu atolewe kibaba tu ili watu wapate chochote kitu hapo. Bali yukhraju min tarikatihi li kulli yawmin muddatu ami, bali atatolewa katika tarika yake kwa ajili ya kila siku kibaba cha chakula. Wakadha saumu nadhiri wal kafara, na vile vile saumu ya nadhiri na kafara. Kama mtu akuzifunga na amekufa alipiwe tu kibaba. Wa dhahaba an-Nawawi kajami muhakkikin, na amekwenda Imam Nawawi kama vile lilivyokwenda kundi la wenye kuhakiki masala ila tashihi al-qadim al-qaili, kuisahihisha kauli kadimu inayosema bi annahu la yata'ayyanu lit'amu fi man mata. Kauli kadimu inasema hakulazimu kufunga kutolewa chakula kwa aliyekufa. Kama mtu amekufa na ile yakuwa anadaiwa saumu ya Ramadhani, hakulazimu kumtolea chakula, sawa. Bali yajuzu liwali, bali kuna mjuzikia wali ayasuma anu, kumfungia. Kwa hiyo anaweza kumfungia ndugu yake au mwanawe au baba yake, au kuna juzu, sawa, kumtolea hiyo fidia. Thumma in khalafa ma tarika, kisha kibakisha kauli qadim imesahihishwa na Imam Nawawi na jamu ya muhakkikina, maana kundi la wenye kuhakiki masala. Wakasema hakulazimu kwamba mtu amekufa ameacha funga 5, 7 kwamba atolewe chakula tu, maana iko kauli jadidi inasema hivyo. Sasa kauli kadimu imesahihishwa kwamba anaweza mtu ambaye amekufa na ameacha deni la saumu akafungiwa na ndugu yake yakajishia. Maana tafikia mahala sasa sisi pesa hatuna za kumlipia kibaba na kufunga haturuhusiwi. Kwa hiyo sasa yule ndugu yetu atabaki na dhima ya funga. Ndio sasa katika kauli kadimu wanasema hakuna ulazima huo, wewe utamfungia, bali yajuzu liwali, bali kuna mjuzikia wali ayasuma anu, kumfungia. Thumma in khalafa tarika, kisha akibakisha mali, wajaba ahaduhuma, limepasa moja wao. Maana yake ni wajibu hapo, ima atolewe mali ama afungiwe. Kama hakuacha mali hakulazimishwi juu ya kwamba lazima atolewe fidia. Ukiamua kumfungia ndugu yako imetosha. Kama mali ameacha, ndio sasa kuna moja wapo linakuwa linafanya nini? Linapasa. Wa illa, kama hakuacha mali, nudiba, umesuniwa. Wa illa, na kama si hivyo, nudiba, umesuniwa. Maana kasema wa illam yukhallif tarika, kama hakubakisha mali, nudiba lilwali ahaduhuma, imma saumu wa imma lit'am, wali atachagua kufunga au kumlishia chakula. Wa masraful amdadi, na sehemu za kupewa hivyo vibaba, fakirun wa miskinun, ni fakiri na maskini ndio atakaopewa. Ikiwa wewe umeshindwa kufunga kwa sababu miongoni mwa sababu na sheria ikakulazimisha utoe kibaba, ama umefunga lakini kuna kosa umelifanya watakiwa ulipe kibaba, mahala pa kupeleka vibaba ni fakiri, maskini na wengineo.
Walahuna kuna mjuzikia yeye pia mwenye kutoa fidia, sarfu amdadi liwahidi, kutoa vibaba kumpa mtu mmoja. Na mchele wako wewe kibaba kimoja ishi jumla mpaka ukipata kwa muda wa siku 30 ni takriban vibaba 17 na penti au 16. Sasa wewe unaambiwa kuna kujuzikia pia kumpa mtu mmoja, ikawa Ramadhani nzima mwenye atafuturu tu inafaa pia Wala huna kuna mjuzikia yeye sarfu amdadi liwahidi, kutoa vibaba vyote kwa ajili ya mtu mmoja. Haya basi, nafikiri tuishilie hapa kwa sababu maudhui inayokuja ni kama istitradi tuite. Linatajwa lakini halipo 100% katika maudhui, bali kuna faida yoyote inayofungamana hapo, ndio maana linatajwa. Kama natuambia faida mamata wa alaihi salatun fala qadha wala fidya. Sasa unaona aliyekufa na huwa anadaiwa sala, hapana fidia wala hapana kulipa. Kwa hiyo tayari kuonyesha hapa ameingiza kijimada ambacho sio tunachokwenda nacho lakini kitakuwa kina hekima zake, pengine huko mwisho aweza kukiweka. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.